Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawasiliana na mimi kupitia namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako, lakini pia nimeandaa group la WhatsApp, angalia link kwa description, then unaweza ukajoin kwa ajili ya motivation. Pia kuna linki ya broker mbalimbali, unaweza ukajoin kupitia link yangu. Na leo nimekuletea video ambayo inahusu CPI kwenye Forex. CPI ni kifupi, kirefu ni Consumer Price Index. Hiki ni kipimo katika uchumi ambacho kinaonyesha mfumuko wa bei kwa kuweza kuangalia huduma mbalimbali ambazo watu wanatumia na vitu mbalimbali. Kwa ni kipimo ambacho kinaonyesha mfumuko wa bei katika jamii kwa kuweza kuangalia bidhaa ambazo watu wanatumia na huduma ambazo wanatumia. Kwa hiyo hii CPI ni kama kiashiria, tukifafanua zaidi, ni kiashiria ambacho kinatuonyesha kutokana na mfumuko wa bei umekuwa mkubwa au umekuwa mdogo. Kwa hiyo inaweza ikafanya uchumi ukaweza kuwa stable, na uchumi ukaweza kuwa stable, I mean currency katika ile nchi husika inaweza ikawa imara. Kwa hiyo tunajua kama currency iko strong, sisi tutabuy, na kama mfumuko wa bei ukiwa mdogo, hii inapelekea pia kuweza kuathiri currency katika taifa fulani. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kujua vitu kama hivi. Sasa tuangalie jinsi CPI inavyoathiri currency. Kama CPI ikiwa ni higher than expected, yani kama CPI ikiwa ni kubwa kuliko vile ambavyo tunajua inatakiwa iweze kuwa. Kwa kama CPI ikiwa kubwa, hiyo inaonyesha kuwa mfumuko wa bei umekuwa ni mkubwa, na kama mfumuko wa bei ukiwa ni mkubwa, itapelekea hizi central benki za kitaifa ziweze kuongeza riba, ziweze kuongeza kile kiwango cha riba katika hiyo benki, na kama kiwango cha riba kikiwa kimeongezeka katika benki, itaweza kuattract foreign investment, inaweza kikavutia wawekezaji wa kigeni wakaja kuwekeza katika hiyo benki, na hiyo itapelekea ile currency ya ile taifa iweze kuwa stronger, na maana sisi tutaweza kubai. Kwa hiyo CPI ikiwa kubwa, hiyo inaonyesha inflation imekuwa kubwa. Inflation ikiwa kubwa, sisi tutakuwa tuna buy. Pia kama CPI ikiwa ndogo, hii inaonyesha kuwa inflation, mfumuko wa bei umekuwa mdogo, na mfumuko wa bei ukiwa mdogo, hizi central bank hazitaongeza kile kiwango cha riba, haitaongeza. Kwa kama kiwango cha riba katika benki kikiwa kidogo, wawekezaji hawatavutika katika hiyo nchi kuweza kuhusisha hiyo currency, na hiyo currency itakuwa wiki. Pia kuna hii inline CPI. Hii inline CPI inasema cause little to no movement because the market already priced in the forecast. Hii inakuwa tu neutral, hii inline CPI. Hapo shika tu hii hapo, CPI ikiwa kubwa na hii CPI ikiwa ndogo. Hii CPI trading ni aina ya news trading. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kutrade kwa kuweza kufocus kwenye news, unaweza ukafocus na hii CPI trading, kwa sababu hii CPI trading ni aina ya news trading. Alafu pia tuangalie kitu cha mwisho katika CPI. Hii CPI huwa inakuwa inatokea kila mwezi. Kila mwezi lazima kuwe kuna CPI, inamaanisha ni mara 12 inatokea kwa mwaka. Hii CPI huwa inakuwa ripoti yake inatolewa baina ya siku ya 10 hadi ya 14 katika mwezi. Pia hii CPI huwa inakuwa inaasili forex, inaasili gold, inaasili cryptocurrencies, inaasili stock, inaasili index, pamoja na hizi hizi ndo financial instruments ambazo hii CPI inakuwa inaasili. Almost CPI ina asili karibia financial instrument zote. Kwa hiyo endelea kuweza
unafuatilia hii channel, nitakuwa nikikuletea vipindi mbalimbali ili kuweza kukufungua kuhusiana na mambo haya ya trading. Usiwe tu partial bali uwe professional.